Tumsifu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Ni wakati mwingine tena ambapo wana na binti za Mungu tunakutana tena hapa kwa ajili ya usomaji wa Biblia takatifu. Wakati ambapo kila mmoja wetu ambaye ni mfuatiliaji wa utaratibu huu mzuri wa usomaji wa Biblia anafurahi sana anapopata muda huu wa kuendelea kuisoma Biblia. Kwa upande wa wenzetu wa Islamu, wao huwa kile kitabu chao wanakariri moja baada ya nyingine, sura moja baada ya nyingine, na wanatunza kichwani. Juzu ya kwanza mpaka ya mwisho wanakariri. Kila kitu wanakiweka kichwani ili, yani wanakariri mstari kwa mstari, lakini ule ni utamaduni ambao wao walijengewa. Na ni utamaduni mzuri kwa kweli. Lakini kwetu sisi wa Kristo ni tofauti sana. Sisi huwa hatukariri. Yani 90% na pengine 99 kabisa. Hatuna ule utaratibu wa kukariri kuanzia sura ya kwanza mpaka ya mwisho. Yani unaiimba sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa mwisho, mpaka ufike kitabu cha mwisho Ufunuo. Nafikiri si utamaduni wetu. Na sijui ilikuwaje kwa kweli. Sijui ilikuwaje mpaka ikawa hivyo. Wapo ambao wamefanya hivyo, wamekariri vizuri kabisa Biblia nzima, lakini si wote. Yani si wengi, nisiseme si wote. Si wengi, ni wachache sana. Lakini tumejenga sisi utaratibu mwingine ambao ni utamaduni wa Kristo. Nafikiri ni wote kusoma sura, kusoma mistari fulani kwa ajili ya kutiana nguvu, mstari wa 3, mstari wa 7, mstari wa ngapi na kadhalika. Lakini si utaratibu wetu. Hata hivyo, tunafundishwa kuisoma Biblia nzima. Na ni jambo ambalo mimi kiukweli nalipenda sana. Kuipitia Biblia nzima, nilifanikiwa kuisoma, lakini kwa mara nyingine tena naendelea kuisoma tena kwa kuanzia sura hadi sura. Na nimeona katika awamu yangu hii nyingine ya kuisurudia tena Biblia, basi niweze kuwashirikisha watu wengine. Kwa hivyo nawaletea kwa njia ya sauti. Naamini utabarikiwa sana kama unapenda kwenda katika mtiririko huu. Leo tuko katika sura hii ya 26. Tunasoma mstari wa kwanza hadi wa 37 ambapo ndipo sura hii inaishia. Na kabla ya kufanya hivyo, tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, Muumba wa mbingu na nchi, asante kwa wakati huu. Wapo watu wako ambao wanapenda sana huduma hii, huduma ya usomaji wa Biblia. Mungu wabariki sana na watie nguvu, waondolee kuchoka, wasijisikie kuchoka, ili kusudi waweze kumaliza kuisoma Biblia nzima. Lakini Mungu wa mbinguni, si kusoma peke yake, lakini pia mvuvie kila mmoja wetu kwa namna ya pekee, ili masomo haya yaweze kumbariki na kumtia nguvu. Japokuwa ni maneno machache tunayaweka humu, zaidi sana tunalisoma neno lako, lakini tunaomba sana Roho wako Mtakatifu afanye kazi ya uvuvio, amvuvie kila mmoja anayesikia masomo haya. Karibu uwe pamoja nasi kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Mstari wa kwanza unaanza kwa kusema, kisha fanye hiyo maskani iwe na mapazia 10. Ifanye ya nguo ya kitani nzuri ya kusokota, pamoja na nyuzi za rangi ya samawi na za zambarau na nyekundu, na pamoja na makerubi, kazi ya fundi stadi. Urefu wa kila pazia utakuwa
dhiraa 28 na upana wa kila pazia utakuwa dhiraa 4. Mapazia yote yatakuwa ya kipimo kimoja. Mapazia 5 yataungwa pamoja, hili na hili, na mapazia 5 mengine yataungwa pamoja, hili na hili. Kisha utafanya tanzi za rangi ya samawi upande wa mwisho wa pazia moja katika ule upindo wa fungu lake. Vivyo utafanya upande wa mwisho wa ile pazia iliyo katika fungu la pili. Fanya matanzi 50 katika pazia moja na matanzi 50 katika upande wa mwisho wa ile pazia iliyo katika kuungana kwa pili. Hizo tanzi zitaelekeana. Kisha ufanye vifungo 50 vya dhahabu na kuunganya hayo mapazia pamoja kwa vile vifungo, na hiyo maskani itakuwa ni moja. Nawe fanya mapazia ya singa za mbuzi yawe hema ya juu ya maskani. Fanya mapazia 11. Urefu wa kila pazia utakuwa dhiraa 30 na upana wa kila pazia utakuwa dhiraa 4. Hayo mapazia 11 yatakuwa ya kipimo kimoja. Kisha utaunganya mapazia 5 mbali na mapazia 6 mbali, na lile pazia la 6 utalipeta hapo upande wa mbele wa ile hema. Fanya tanzi 50 upande wa mwisho wa pazia lile lililo la mwisho katika hayo yaliyounganywa pamoja, na tanzi 50 upande wa mwisho wa lile pazia lililo nje katika hayo ya pili yaliyounganywa pamoja. Tena ufanye vifungo 50 vya shaba na kuvitia vile vifungo katika zile tanzi na kuiunganya ile hema pamoja na ile hema ya moja. Na kipande kile kilichosalia, kile kiangukacho cha yale mapazia ya hema, ile nusu ya pazia iliyosalia itaanguka huko upande wa nyuma wa maskani. Na hiyo dhiraa 1 upande mmoja na ile dhiraa 1 upande wa pili ya urefu wa mapazia ya hema uliosalia zitaanguka katika ubavu wa maskani upande huu na upande huu ili kuifunika. Nawe fanya kifuniko cha ile hema cha ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu, na juu yake kifuniko cha ngozi za pomboo. Nawe fanya hizo mbao za maskani za mti wa mshita zenye kusimama. Kila ubao utakuwa na urefu wa dhiraa 10 na upana wake kila ubao utakuwa dhiraa 1.5. Kila ubao utakuwa na ndimi 2 zenye kuunganywa huu na huu. Ndivyo utakavyozifanya mbao zote za maskani. Kisha ufanye zile mbao za maskani mbao 20 kwa upande wa kusini kuelekea kusini. Nawe ufanye matako 40 ya fedha chini ya zile mbao 20, matako 2 chini ya ubao mmoja kupokea zile ndimi zake 2, na matako 2 chini ya ubao mwingine kupokea zile ndimi zake 2. Na upande wa pili wa maskani upande wa kaskazini mbao 20 na matako yake ya fedha 40, matako 2 chini ya ubao mmoja na matako 2 chini ya ubao mwingine. Kisha ufanye mbao 6 kwa ajili ya upande wa nyuma wa maskani kuelekea magharibi. Tena ufanye mbao 2 kwa ajili ya hizo pembe za maskani zilizo upande wa nyuma.
Upande wa chini zitakuwa ni 2 vivyo zitaungwa pamoja mbao pacha hata ncha ya juu katika pete ya kwanza. Zote 2 ndivyo zitakavyokuwa. Zitakuwa kwa ajili ya hizo pembe 2. Mbao zitakuwa ni 8 na matako yake ya fedha matako 16, matako 2 chini ya ubao mmoja na matako 2 chini ya ubao wa pili. Nawe fanya mataruma ya mti wa mshita, mataruma 5 kwa ajili ya mbao za upande mmoja wa maskani na mataruma 5 kwa ajili ya mbao za upande wa pili wa maskani na mataruma 5 kwa ajili ya mbao za upande wa maskani ulio nyuma kuelekea magharibi. Na hilo taruma la katikati lililo katikati ya zile mbao litapenya toka mwisho huu hata mwisho huu, na hizo mbao utazifunika dhahabu, na pete zake za kutilia yale mataruma utazifanya za dhahabu, na hayo mataruma utayafunika dhahabu. Nawe utaisimamisha hiyo maskani sawasawa na mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Nawe fanya pazia la nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na nguo za kitani nzuri zenye kusokotwa. Litafumwa na kutiwa makerubi kazi ya fundi stadi, kisha litungike katika nguzo 4 za mti wa mshita zilizofunikwa dhahabu. Vifungo vyake vitakuwa vya dhahabu katika matako ya fedha 4. Nawe tungika lile pazia chini ya vile vifungo. Nawe lete lile sanduku la ushuhuda na kulitia humo nyuma na pazia, na lile pazia litawagawanya nyie kati ya patakatifu na mahali patakatifu sana. Nawe utaweka kiti cha rehema juu ya lile sanduku la ushuhuda ndani ya mahali pale patakatifu sana. Na ile meza utaiweka nje ya pazia, na kinara cha taa kuikabili ile meza upande wa maskani wa kuelekea kusini, na ile meza utaiweka upande wa kaskazini. Kisha utafanya kisitiri kwa mlango wa hema cha nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na kitani nzuri yenye kusokotwa, kazi ya mshona taraza. Nawe fanya nguzo 5 za mti wa mshita kwa kile kisitiri na kuzifunika dhahabu, kulabu zake zitakuwa za dhahabu. Nawe utasubu matako ya shaba 5 kwa ajili yake. Mwisho wa sura ya 26, na Mungu akubariki.